Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mwanaharakati wa kupigania haki za watoto wa kike wanaokumbwa na ubakaji huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC afunguka madhila wanayokumbana nayo watoto wa kike na kile wanachofanya kuwasaidia. Mhusika wa miaka 14 anabakiwa na wanaume 6-7 wote wanapita kwa mtoto. Tunakutana kule mtoto unaangalia mtoto haseme kitu. Samwa walimutia kitu, mnamupata wanamuleta angali na kitu ndani ya mwili wake, sehemu ya wanamke angali na kitu mule ndani, kule hospitali wanaitosha. Ile yote tunasikiaka furaha. Kwa kina basi kuhusu hatua zinazochukua kusaidia manusura hao watoto, karibu basi naungana nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Ni Alhamisi ya tarehe 25 ya mwezi Juni mwaka 2026, siku ya mabaharia, na mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Kwanza ni muktasari wa habari ukiletwa na Arnold Kayanda. Kwako Arnold, karibu. Asante Asumta. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaendelea na harakati za kutoa msaada wa dharura kwa Venezuela kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo jana Jumatano Juni 24 na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 164 pamoja na uharibifu mkubwa katika mji mkuu Caracas na maeneo ya jirani. Matetemeko hayo mawili yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter yametokea ndani ya muda wa chini ya dakika moja, yakiharibu nyumba, hospitali, barabara na miundombinu mingine muhimu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya mabaharia ametoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa mabaharia duniani, akionya kuwa ongezeko la migogoro na mivutano ya kisiasa inaweka maelfu ya wafanyakazi wa baharini katika hatari, wakati wakiendelea kuhakikisha biashara na usafirishaji wa bidhaa duniani vinaendelea. Na maandalizi ya mkutano wa 15 wa Afrika kuhusu usimamizi wa matumizi ya internet AfIGF utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu nchini Ghana yameanza, ambapo maoni ya wadau yanakusanywa ili kuweka mazingira salama ya matumizi ya internet barani Afrika na hatimaye duniani. Vijana na watoto kutoka nchi mbalimbali wamekutana jijini Nairobi, Kenya kuandaa mawazo yao, na mmoja wao ni Cheryl Adhiambo kutoka taasisi ya Legal Sisters ya nchini Kenya. Kwa sasa tunatarajia kupeleka maswala zetu zenye tunafikiria, zenye tunadhani zinahusiana na usalama za watoto kidijitali, maswala kama taarifa zenye sizo kweli na taarifa zenye zinaweza wapotosha, na pia masuala ya kukua tu kwa internet bila kujali kuhusu usalama wao, kwa sababu hizi nafasi zinakuwa ziko, lakini wenye wanazitengeneza hawajali kuhusu, hawafikiriangi maslahi za watoto kabla wazitengeneze. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde utaungana na Flora Nducha katika mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali. Integrally, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations, to discharge these functions and regulate my conduct وفي أداء عملي سوى مصالح الأمم المتحدة وحدها, and not to seek or accept instructions in regard to the performance of my duties from any government or other authority external to the organization. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina.
Na leo katika mada kwa kina tunamulika IFED ambalo ni shirika la kiraia la wanawake wajasiriamali wanaosongesha maendeleo mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wanafanya hivyo kwa kusaidia watoto wa kike waliokumbwa na ukatili wa kingono ikiwemo ubakaji. Flora Nducha wa idhaa hii amezungumza na mkuu wa shirika hilo Lidi Mwenge, ambaye anaanza kwa kuelezea wanasaidia vipi watoto hao wa kike. Kwako Lidi. Hiyo shirika inatumika kuangalia haki ya wasichana, kuwajulisha haki zao na kuangalia ambao walipata problemu ya ubakaji. Tunaangalia namna gani kuongelesha wazazi kama wasiweke hilo jambo. Tuangalie namna gani tutaongoza wale watoto ili wapate sheria zao, na tunakamata wale ambao wanabaki ndani ya mabarabara, wasijana ambao wanafanya vitendo vya ndoa ndani ya barabara, wale ambao walibakwa. Tuna shida vikali huku kwetu ambayo watu walikuja wanakamata inji mwa ile mkukimbia mwa ile hali, wamingi walipoteza wazazi na wamingi walishikwa, walibakiwa. Tunakamata, kazi yetu ni kulinda wale ambao wana tena wazazi na kutafuta majamaa ambao inaweza itika kutuchungia huyo mtoto ulia baki ndani ya nganda, baki ndani ya barabara. Tunatafuta majamaa ambao tunazoaita lugha ya Kifaransa famille d'accueil, zinatusaidia kwa wale watoto. Kwa hiyo mnatafuta familia ambazo zitaweza kuwasaidia kuchukua hawa watoto. Na mbali ya kuwachukua labda kuwatoa barabarani ama wale ambao walibakwa, nini kingine mnawasaidia kupata hawa watoto? Ingine tunatumika sana na serikali ambao wanaita affaires sociales ya protection. Tunapita ku centre ya ustawi wa jamii. Ustawi wa jamii. Wanapita ku centre, ni maison yetu tunaitaka centre transitoire. Tunawapokea hapo, wanatutumia wale watoto washajua mjini kama si tunatumika, tunahusika na ile kazi. Mtoto kama alipata shida ya kubwakwa, wanatuita, tunakamata mtoto, tunamuongeza mahali ambao atapata matunzo. Tunampeleka ku kiserikali juu angalie namna gani watafanya justice juu ule mtoto wa msichana, haki yake. Wale ambao wanakuwa na ukimwi, kuna wamingi washakuwa na ukimwi ambao walibakiwa kuvita, wako na ukimwi, tunaendelea kuwapatia zile madawa ambao zitawasaidia kuishi na kuwashauria wasigabule ndani ya mtaa. Hiyo magonjwa yote natokana na mavita ambao zinapatikana huko kwetu. Tunaangalia ingine tunatumika na UN Women ambao natusaidia, shirika ya wanawake wa mataifa. Na MONUSCO inatusaidia jua kuangalia namna gani tuwasindikize ndani ya kazi ya mikono. Na wakamaliza hiyo kazi ya mikono, tunampatia kitu ya kuanja nayo maisha. Na kule ambapo tunamwacha ndani ya hiyo jamaa, no, tunaiangalia kitu ya kumupatia jua kumusindikiza kwa ile kazi ambao msichana iko nafaa, juu asababu mambo ilipita, ubakaji ambao alipata wakati alikuwa alikimbia vita. Nini inakuwa kama changamoto ambayo mnapata au matatizo yale mnakumbana nayo katika kufanikisha hili? Matatizo ambayo tulipata mingi ilikuwa vita. Mkisha kamata wasichana, mnawasaidia, mnawasindikiza kwa ndani ya hospitali. Tena vita inakuja tena wanapata ile shida ya ubakaji, walikuwa wanakimbia tena natoka hapa akimbia fasi zingine, au wanakamata wanamrudisha kwa kingufu mahali ambapo anarudia na hapendi kula, anaenda kutana na wale ambao walimubaka. Inakia tena inaanja kazi tena inarudia tena ambao mlikuwa mshaendelea jua vita, tena kazi na kwa sagisi inarudia tena kwa sifuri. Na umesema mnashirikiana na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa kwa upande wao wanawapa msaada gani zaidi? Umoja wa Mataifa inatupatia msaada ya tunaitaka monitoring, kufuatilia
kufuatilia ile mashida za wanamke. Tunaangalia kama alibakwa na nani, alikuwa anaenda wapi, kweli alikuwa anakimbia. Tunafuatilia yale yote tuangalie koma tunapasha msindikiza na tujue nani alibakwa ule mtoto na nani alikamata aliua wazazi ya watoto. Na mpaka sasa mmefanikiwa kiasi gani labda kuwakutanisha hao watoto na wazazi wao ambao walipotezana, ama kuhakikisha kwamba wamepata elimu, wameweza kujitegemea? Mmefanikiwa kwa kiasi gani? Na sisi tunasikiaka tunafurahi wakati mtoto alifaa miezi 6 alikimbia vita, wazazi walimkosa mwa ile muda ambao ya kusema sema azoe maisha, anakimbilia tukufaa usharati. Anaweza enda ndani ya kilabu kifasi ambao wanaujisha pombe. Unaona msichana anaikala pale wa miaka 15, 16, anaanza ujisha mwili na juu aishi. Wakati tunapata ile habari, bana tutumia kwa ule mtoto, tunakuja tunamwaproche, tunamwongelesha na tunaangalia gisi tunafaa ambao wanaita recherche familiale, kutafuta jamaa ya mtoto. Na tukishapata ile jamaa ya mtoto hata iko wapi, tunakamata mtoto, tunafaa ile wanaita reunification familiale, tunawaunganisha na familia. Ile inakuwa furaha yetu sana, tukapata ile familia na mtoto ambayo hana familia, hana jamii, tunamtia kule naita famille d'accueil, ule ambaye ataitika, familia yule ambaye atataka kumulea, ole kumwacha barabarani, ube kuacha ule msichana ndani ya vilapo kujisha mwili. Faida yetu ndio hiyo, wakati tunatendre ile ambayo tunaita objectif ya kuona malengo, kuona mtoto anaikaa ndani ya familia. Kifasi ya mtoto ni kuikala ndani ya jamii, ndani ya familia. Na sie ile ndio inakuwa furaha yetu. Tukona tunakamata ule mtoto alipita mwele maprocessus yote ya hospitali, wanamutunza, tunaangalia kumupatia ile kitu alikuwa anasahabu ile accompagnement psychosocial, ili aweze kusahau yale magumu alipitia. Musika wa miaka 14 anabakiwa na wanaume 6-7 wote wanapita kwa mtoto. Tunakutana kwa mtoto na unaangalia mtoto haseme kitu, samwa walimutia kitu, mnampata wanamuleta angali na kitu ndani ya mwili wake, sehemu ya wanamke angali na kitu mule ndani, kule hospitali banaitosha. Ile yote tunasikiaka furaha wakati tunaangalia kama alisha sababu, ananja sababu, tuko tunamfuatilia na sababu, na epeke ananja sema munitafutie jamaa yangu. Nini unataka kifanyike ili kuhakikisha haya machungu kwa watoto? Kwa sababu kama Umoja wa Mataifa unavyosema, vita ikitokea wale wanaathirika zaidi ni wanawake na watoto. Nini kifanyike ili watoto hawa wa Kongo wanaopitia matatizo yote haya waweze kuishi utoto wao, waweze kusoma, waweze kuwa na maisha bora? Ambao tunatafuta sana ni hii ambayo tunaita resolution 28, azimio la Baraza la Usalama ya usalama, na hiyo resolution 1325 kwanza vita iishe. Kwani vita kaisha, tutaangalia gisi wale watoto wote ambao walipata hilo mashida wafike kwa sheria, wafike ku justice, wapate haki yao. Ambao tunaweza ita Umoja wa Mataifa ni kutusaidia vita iishe. Vita ikaisha, tutangalia namna gani wale wanamke tunawasindikiza gizi wapate haki yao, na itasaidia watoto wa mingi tunawaturudisha kwa majamaa zao ambao wanazunguruka huko na huko. Na kushukuru sana na kila laheri katika kazi kubwa hii mnayofanya ya kuokoa maisha ya watoto Kongo. Asante sana. Asante sana. Asante. Shukran sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri Lidi Mwenge kwa kazi hiyo ya kumnusuru mtoto wa kike huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Na kwa mahojiano hayo basi ndio tumekunja jamvi la jarida letu, lakini napenda kukumbusha kwamba hili ndilo jarida letu la mwisho la video kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, lakini utaendelea kupata video mbalimbali kwenye chaneli yetu ya YouTube.
Tunawashukuru sana washirika wetu wote wa video, na muendelee kuwa nasi mtandaoni ambako unaweza kupakua video na kuitumia. Kwa upande wa kipindi cha redio kitaendelea kila siku, kwa hiyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja Mataifa. Kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X, zamani Twitter, rambaza Habari za UN. Usisahau pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.